Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment. Barabara tulivu za jiji zinaonekana za kawaida kabisa, lakini nyuma utulivu huo kuna hisia zinazochoma taratibu kama moto unaofichwa. Hii ni hadithi ya mwanamke mmoja aliyejaribu kuokoa ndoa yake, lakini akaingia kwenye mtego wa hatari zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Ellie Warren ni mwanamke aliolewa na mwanaume wake Marcus Warren, ambaye ni wakili mwenye heshima. Kwa nje ndoa yao inaonekana imara, wana nyumba nzuri, maisha ya heshima na familia ya kawaida. Lakini ndani ya ndoa, Ellie anaanza kuhisi kitu kinakosekana. Marcus anakuwa bize sana na kazi, mawasiliano yao yanapungua na hisia za upendo zinaanza kupoa. Ellie anaanza kujiona mpweke ndani ya ndoa yake mwenyewe. Siku moja akiwa kazini, Ellie anakutana na mwanaume wa zamani kutoka chuo, David Hammond. David ni mtu mwenye haiba, mwenye kujiamini na anaonekana kama mtu aliyebadilika na kuwa bora zaidi kuliko zamani. David anaanza mazungumzo ya kirafiki na Ellie. Mwanzoni Ellie anachukulia kama kawaida tu ya kukutana na rafiki wa zamani. Wanakumbuka maisha yao, wanacheka na kuzungumza. Lakini David haishii hapo. Anaanza kumpa Ellie umakini mkubwa, maneno ya kuvutia na kumfanya ajihisi muhimu. Tena hisia ambazo hakuwa akizipata nyumbani. Ellie akiwa kwenye hali ya upweke wa kihisia anaanza kuvutiwa kidogo kidogo na David. Wanaanza kuonana mara kwa mara na mazungumzo ya kawaida, lakini mvutano wa kihisia unaongezeka kila siku. David anaanza kuwa wazi zaidi kuhusu hisia zake. Anamwambia Ellie kuwa bado anamkumbuka na anataka kuwa naye. Ellie anajitahidi kujizuia, lakini upweke wake na ukosefu na umakini kutoka kwa Marcus unamfanya awe dhaifu kihisia. Pole pole mazungumzo yanageuka kuwa mahusiano ya siri. Ellie anaingia kwenye uhusiano wa kimapenzi na David akiwa bado ameolewa, lakini kile anachodhani ni escape ya muda mfupi kinaanza kubadilika kuwa mtego. Mwanzo David anaonekana kama mwanaume mkamilifu, mpole, anayeelewa na anayejali, lakini baada ya muda tabia yake inaanza kubadilika. Anakuwa na wivu kupita kiasi, anataka Ellie awe wake wa pekee, anaanza kumfuatilia, kumtumia message nyingi na kutaka kumdhibiti muda wake. Ellie anajaribu kujiondoa kwenye uhusiano huo, lakini David anakataa kumwacha aende kirahisi. Hapa ndipo hadithi inageuka kutoka romance kwenda psychological thriller. Ellie anajaribu kumaliza uhusiano na David, lakini David anaanza kuwa obsessive. Anamfuatilia Ellie kazini, nyumbani na hata anaanza kuwasiliana na watu wake wa karibu naye. Ellie anaanza kuhisi hana usalama tena. Anajaribu kumwambia Marcus, lakini anahisi aibu na hataki kuharibu ndoa yake zaidi. Wakati huo huo, David anaanza kuwa na tabia za kutisha zaidi. Anaonyesha kuwa hawezi kukubali kukataliwa. Marcus hatimaye anaanza kugundua kuwa kuna kitu kibaya kinaendelea. Uhusiano wa Ellie na Marcus unazidi kudhoofika kwa sababu ya siri na hofu. David sasa anakuwa hatari zaidi. Anaanza kuingilia maisha ya Ellie moja kwa moja. Anamfanya Ellie ajisikie kuwa amefungwa kwenye maisha ambayo hawezi kuyatoroka. Ellie sasa anatambua kuwa kile alichodhani ni mapenzi mapya ni mtego wa hatari. David anavuka mipaka kabisa. Anakuwa mtu wa kutisha na asiyeweza kudhibitiwa. Ellie anajaribu kujilinda na pia kulinda familia yake. Marcus anapogundua ukubwa wa tatizo, anajikuta pia akiwa katikati ya mgogoro mkubwa wa maisha yake na ndoa yake. Mvutano unafikia kilele ambapo Ellie analazimika kufanya maamuzi magumu zaidi ya maisha yake. Hatimaye Ellie anafanikiwa kujinasua kutoka kwenye mtego wa David. Baada ya tukio la mwisho la hatari sana ambalo linaweka maisha yake na familia yake hatarini, David anazuiliwa na tishio lake linaondolewa, lakini athari zimebaki. Ndoa ya Ellie na Marcus imepata nyufa kubwa, ingawa bado wapo pamoja. Imani na uaminifu vimeharibiwa. Ellie anabaki akitafakari jinsi upweke na ukosefu wa mawasiliano vilivyoweza kumuingiza kwenye hatari kubwa kiasi hicho. I love you. I love you too, babe. I'm so sorry. Mwisho, movie ya Fatal Affair ni hadithi ya onyo kuhusu mapenzi ya zamani, upweke ndani ya ndoa na jinsi maamuzi madogo ya kihisia yanaweza kugeuka kuwa janga kubwa. Na mwisho wake unaacha funzo moja kubwa: upweke wa moyo unaweza kuwa hatari kuliko adui wa nje. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment.